Bana, ile kesi ambayo ilikuwa inaendelea kulindima, ambayo ilikuwa ikihusisha mbunge wa jimbo la Kigoma mjini Baba Levo pamoja na Zitto, ambapo wakati wa uchaguzi au wakati wa kampeni walikuwa wana upinzani mkubwa zaidi. Licha ya upinzani mkubwa kutawala jimbo la Kigoma mjini, Baba Levo aliibuka kuwa mshindi wa nafasi hiyo ya ubunge. Hivyo basi Zitto akawa ameshindwa kwa mujibu wa wapiga kura, na jinsi ilivyoelezwa, Baba Levo alionekana kuwa ni mwenye ushindi wa kishindo. Sasa Zitto yeye katika maelezo yake anasema kwamba alikuwa hajaenda kumshtaki sehemu yoyote, lakini chama ACT chama chake kiliona kwamba kumbe kuna uvunjifu wa haki katika siku hiyo ulitendeka. Hivyo basi wakapeleka shauri mahakamani, nalo hilo shauri likawa limekataliwa kwa kudai kwamba alijafuata vigezo na hajakaa sawa na maelezo yake, na malalamiko yalikuwa hayako sawa. Sasa wakati huu hapa kuna taarifa ya kimahakama imeshatoka, na taarifa hiyo ndiyo iliyofanya mimi niweze kuandaa hiki hapa kitu na niweze kukuletea, ili unao uweze kupata kusikia taarifa hii ambayo imeendelea kuchapishwa katika mitandao mbalimbali. Kama ulikuwa bado hujakutana nayo, basi hii ni mara yako ya kwanza unaikuta hapa Mapochopocho Media. Fanya usubscribe subscribe ili unapata vitu hivi kwa haraka na kwa mapema zaidi. Subscribe chaneli hii hapa. Sasa iko hivi, mahakama ya Tanzania masjidi ndogo iliyoko Kigoma huko imetoa maamuzi ya kuendelea na shauri la uchaguzi namba 28949 la mwaka 2025, ikitupilia mbali pingamizi la awali lililowekwa kwa mwanasheria mkuu wa serikali na Clayton Revatus Chipando maarufu kama Baba Levo. Uamuzi huu unafungua njia ya kesi ya uchaguzi wa Kigoma mjini kusikilizwa kwa ushindi au ushahidi wake uliokamilika wa kimsingi zaidi. Uamuzi huo umetolewa leo Disemba 16, 2025 na mahakama, naona bwana, ikiongozwa na msemaji au mwanasheria na mheshimiwa Jaji Projesten Kiongoza ambaye ndiye anayesimamia hapo, iliyokubaliwa na mwendelezo wa shauri hili baada ya mawakili walalamikaji kuwasilisha hoja zao za awali. Johari K Kabuhulio pamoja na Leon H Mwitu, Pendo D Kombolela na Ruma H Akilimali, wakiongozwa na hao watu ambao nimewataja. Naona bwana, walikuwa wakishindikiza kesi hii kuweza kuendelea, unaona bwana, na wakili John Seka. Awali katika mwendelezo wa shauri hilo, walalamikaji walipitia mawazo yao na kuona kumbe kuna namna ya kuweza kuendeleza hii kesi. Awali katika mwenendo wa shauri, walalamikaji walipitia wakili wao awali kuomba mahakama itupilie mbali pingamizi la hapo awali, wakisikiliza taarifa na kesi na shauri hii ambayo inaendelea mahakamani. Baada ya mapitio, mahakama kuu imekataa hoja hizo na kukubaliana na timu ya mawakili walalamikaji kuwa shauri hili ni halali, lina msingi wa kisheria na limekidhi matarajiwa ya kisheria ya kiuchaguzi pamoja na kanuni za mashauri ya uchaguzi. Uamuzi huu unahakikisha kesi ya uchaguzi wa Kigoma mjini sasa inaweza kusikilizwa kwa ushahidi wa msingi. Hatua hii inayoongoza na kuonesha wazi kabisa kuwa na kuwakilisha imani ya wananchi katika mfumo wa sheria wa mashauri ya uchaguzi nchini.
Hiyo ndio nukuu ya kile ambacho kinaendelea pale maeneo ya Kigoma mjini. Hivyo basi ninapenda uweze kufahamu na uweze kujua mengi zaidi, lakini pia unaweza ukatoa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea pale Kigoma mjini. Unadhani kwamba kama ikitokea Zitto akawa ameshinda na mahakama kuamuru kwamba uchaguzi uweze kurudiwa, je, unadhani kwamba Baba Levo atarejea tena katika kiti chake cha ubunge ambacho mara ya kwanza aliingia bungeni kwa shauku na shangwe kubwa sana, akiapa kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweza kuwawakilisha watu wa Kigoma, yani KG, na kujiita kwamba yeye ni kibarabara ambaye anafyagia kweli kweli. Amejitambulisha bungeni kwamba yeye ni kijana mdogo aliyeweza kuangusha mbuyu uliokuwa umeweka mizizi yake pale maeneo ya Kigoma. Kwa hiyo basi hizi ni challenge ambazo wanaendelea kuchallengeana hawa wanasiasa, kwa sababu siku zote wanasema kwamba mwenye haki anakuwa jasiri kama simba. Sasa tunamuona Zitto anaonyesha kuwa na yeye pia ana ujasiri kama wa simba, lakini sio tu yeye Zitto, hata pia Baba Levo, mtaalamu fundi majumba, na yeye hivyo anaonyesha kwamba ana ujasiri kama simba. Sasa ni nani mwenye haki kati ya hao wawili? Mwisho wa mchezo ndio itabainika sasa nani ambaye alipaswa kihalali kuwa mbunge katika jimbo hilo la Kigoma mjini. Basi kwa wakati huu mimi niweze kuishia hapo, lakini zaidi ni kuachia wewe maoni yako. Unaweza kadondosha maoni yako hapo chini na kusema chochote kati ya hiki ama hivi ulivyovisikia, na taarifa hizi kukufikia wewe kokote kule uliko. Share video hii hapa na wengine waweze kuona, lakini pia ukisubscribe channel hii utakuwa ni moja kati ya watu ambao watakokuwa wanapata notification na taarifa kwa haraka zaidi na mapema. Unakuwa wa kwanza zaidi kupata taarifa mpya kila tunapozichapisha katika platform hii hapa YouTube. Bye bye bwana.